Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya sabato ya leo. Asante kwa ajili ya kisa cha watoto. Tunakwenda kujifunza wote sasa kama kanisa. Tunaomba Bwana ukatufundishe wewe. Ukatufanye tufae kwa neno hili. Ukatutie moyo. Tunakuomba katika Kristo Yesu. Amina. Tunakwenda kujifunza kisa cha mtu anaitwa Yehoshafati. Unajua tumesikia habari za Yehoyada, Yehosheba, si ndio hivyo? Sasa tunakwenda kusikia Yehoshafati. Unajua majina yana maana. Yeho maana yake Yehova. Yaani unapoona jina limetokea kwenye Yeho, limeanza na neno Yeho Kiebrania. Yeho inasimama kama Yehova. Kuna mtu alikuwa anaitwa Yehu. Ana kisa vizuri. Ukisoma Biblia ni tamu. Ni tamu sana. Ina visa vingi. Sasa Yehoshafati alitawala Yuda. Alitawala wapi? Yuda. Alitawala Yuda. Wakati Yehoshafati anatawala Yuda, kuna mtu anaitwa Yoabu alikuwa anatawala Israeli. Anatawala Israeli. Kisa cha Yehoshafati unaweza kukipata kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, ukipata kitabu cha Wafalme. Ni kisa ambacho kimerudiwa, lakini kwenye Mambo ya Nyakati kina maelezo mengi kuliko kwenye kitabu cha Wafalme. Kwa hiyo tutatumia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 ndio tutaangalia hapo hasa. Kuna maelezo mengi ya kisa cha kuhusu namna ambavyo ufalme wake ulianza. Lakini tunataka kuangalia tu kidogo. Na wakati ameanza, Yehoshafati alikuwa ni mtoto wa Asa. Asa naye alikuwa ni mfalme wa Yuda. Na Asa ana kisa na historia yake ukifuatilia ya kupanda na kushuka kwa uhusiano wake na Mungu. Ni mambo mengi unaweza kujifunza hapo. Lakini leo tunaangalia kuhusu Yehoshafati. Sasa Yehoshafati alikuwa ni mfalme mwenye mafanikio. Na Biblia inasema kwamba alizifuata njia za Daudi baba yake. Njia za kwanza za Daudi baba yake. Unajua Biblia ina watu wawili kwenye visa vya wafalme ambao wanatajwa kama vizio au kipimo cha mema au uovu. Daudi anatajwa kama kipimo cha wema kwa wafalme wote. Alafu Yeroboamu mwana wa Nebati anatajwa kama kipimo cha uovu kwa wafalme wote. Kwa hiyo ukisoma visa vya wafalme utakutana na sentensi inasema kwamba alitenda mema kama Daudi baba yake. Au utakutana na sentensi kwamba alitenda maovu kama Yeroboamu mwana wa Nebati. Kwa sababu Yeroboamu ndiye aliyekuwa wa kwanza kusimamisha maovu katika Israeli. Ndiye aliyesababisha Israeli ikagawanyika kusini na kaskazini. Yuda na Israeli ya makabila 10. Sasa Yehoshafati alikwenda vizuri, Asa hakwenda vizuri. Ijapokuwa ukisoma ni kwamba inaonekana Asa alianza vizuri, lakini mbele akaanza kwenda vibaya. Yehoshafati alikwenda vizuri. Safari yake ya kwanza ya kwenda kwa mataifa alikwenda Israeli kwa Ahabu. Hivi nimesema Ahabu? Yoabu. Mbona nachanganya? No, ni Ahabu, mfalme wa Israeli. Sio Yoabu. Yoabu alikuwa ni kamanda wa Daudi kipindi cha Daudi. Sasa alipokwenda kule hakufanya kitendo kile alichokifanya akiwa kule, hakikumfurahisha Bwana. Alivyorudi Bwana alimlaki kwa nabii. Alituma ujumbe kwa nabii. Na akamwambia Mungu Yehoshafati kwamba hivi ndivyo watu wa Mungu wanavyopaswa kufanya.
kwamba uwasaidie waovu? Lakini nabii akasema kuna neno jema limeonekana ndani yako, ndio maana Bwana atakusamehe, maovu hayatakufikia wakati wako. Kwa hiyo Yehoshafati alivyorudi akawaunganisha Yuda na Mungu wao, akawaambia makuhani watembee huko katika miji yote ya Yuda, Yerusalemu yote, kuhakikisha wanafundisha neno la Bwana na kuwarudisha watu kwa Bwana. Wakarudi watu, Biblia inasema kicho kikatawala katika Yuda na mataifa wakaiogopa Yuda. Lakini kuna watu ambao wenyewe walisema hapana, sisi tunataka tupambane na Yuda, tuiue, tuiondoshe. Kwa hiyo Wafalme wa kwanza, Wafalme Mambo ya Nyakati wa pili sura 20 aya ya kwanza inasema ikawa baadaye baada ya nini? Baada ya niliyoyasema kutokea. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani, wakapanga kwenda kuivamia nini? Yuda, kwenda kumvamia Yehoshafati na utawala wake. Biblia inasema kwamba walikuja watu wengi sana, watu wengi sana. Ukisoma aya pili inasema wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasason Tamori, ndio Engdi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake wamtafute Bwana. Nadhani unaposoma kwenye Wafalme wa pili sura ya 18-19 inataja idadi ya watu watakao kuja. Imetaja watu 1000 mara 1000. Na unajua unaposoma kwenye Agano la Kale anaposema watu 1000 mara 1000, namba 100,000 ilitumika mara chache sana katika Agano la Kale. Namba 1,000,000 haikutumika kabisa. Na unajua sasa hivi sisi kwetu namba miongoni mwa namba kubwa sana ni 1,000,000. Ukitaja 1,000,000 ni kama ni fedha angalau kubwa. Ukitaja watu 1,000,000 ni watu wengi. Lakini kwa Agano la Kale ukitaja 1000 kwao ndo namba kubwa kuliko yote. Na ndio maana ukisoma aya za kina Danieli anakuambia 1000 mara 1000, 10,000 mara 10,000. Alikuwa anamaanisha hiyo ndo namba kubwa kwao, wao wangeweza kuhesabu kuifikia. Lakini sio kwamba aliona 10,000, aliona zaidi ya 10,000. Ila kwa wao wangesema hiyo ndo namba kubwa sana. Kwa hiyo angesema tu 10,000 mara 10,000. Kwa hiyo wanajeshi 1,000,000 walikwenda kupanga vita kwenda dhidi ya Yehoshafati. Yehoshafati, Biblia inasema akamuelekezea Bwana, akaogopa, akamuelekezea uso wake Bwana, akawakusanya watu, wakafunga, wakaomba, wakasali. Na Yehoshafati mwenyewe akaenda akasali. Na unajua kuanzia aya ya 5, aya ya 5 ni aya inaanza kuoleza sala ya Yehoshafati. Nami nasoma, Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya, akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yoyote kusimama kinyume chako. Si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao waliokaa humo wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini
wa kugeukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa wakija kututupa toka miliki yako uliyoturithisha. Mungu wetu, je, utawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii unaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeieli, mwana wa Matania Mlawi, wa wana wa Asafu, akajiliwa na Roho wa Bwana katikati ya kusanyiko. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Hebu sema, bali vita, kwani vita si yenu. Sema, vita si yenu. Yani vita si yetu. Mapambano tulionayo sisi sio ya kwetu. Mapambano tulionayo katika maisha yetu sio ya kwetu. Ukisoma vizuri kwenye Agano la Kale, unajua kuna maswali watu wanajiuliza, kwa nini watu wa Mungu alikuwa anaruhusu watu wanatoka wanakwenda kupigana na Wafilisti, wanawaua? Kwa nini? Na mauaji yalikuwa makubwa sana, watu wengi walikuwa wanauawa. Kwa nini Mungu alikuwa anaruhusu watu wafe? Na yeye kwenye amri zake amesema usiue, si ndio hivi? Kwa sababu vita haikuwa ya watu, vita ilikuwa ya Mungu. Vita ilikuwa ya miungu ya kipagani dhidi ya Mungu wa mbinguni. Katika vita hii watu wa Mungu wa mbinguni wakishinda, ujue Mungu wa mbinguni wamefanyaje? Katika vita hii miungu ya kipagani watu wake wakishinda, ujue miungu yao ndio imefanyaje? Imeshinda. Na ndio maana kwenye kile kisa, wakati ambapo wana wa Israeli walipofanya makosa na Yuda, walipofanya makosa, walienda kupigana na Wafilisti. Wafilisti wakawashinda. Wafilisti walivyowashinda wa Yuda, wakachukua sanduku la Bwana, wakalibeba, wakalieka kwenye kokoteni, wakaenda nalo hadi nyumbani kwao, wakalieka kwenye hekalu la Mungu Baali. Na Mungu Dagoni yuko hapo pembeni, sanamu la Mungu Dagoni. Asubuhi walivyoamka, wakakuta sanamu la Mungu Dagoni limeanguka, linasujudu mbele ya sanduku la Bwana. Wakashangaa, hii ni nini? Wakalirudisha, wakalisimamisha. Kesho yake wakaliona hivyo, lakini wakaona kuna shida tena. Wazee wa miungu ya Dagoni wakawaambia, lirudisheni ili sanduku, ndipo mtakapopata amani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa mbinguni ana uwezo dhidi ya miungu yote. Kwa hiyo nachotaka niwaambie leo hii Kashashi, tuliopo hapa, mnatuona, tunajiona kwamba ni kama watu wachache, ni kama watu wachache, tusio na nguvu, tusio na uwezo, ni wakulima tu wa maharage, ni wakulima tu wa mahindi, watu tu tunaouza vitu vidogo vidogo sokoni. Lakini uwezo tulionao kwa kupambana dhidi ya shetani ni mkubwa kuliko maharage tulionayo. Amina. Ni mkubwa kuliko vimshahara vyetu vidogodogo tulivyo navyo. Tukiamini hivyo, jengo hili linaisha. Amina. Yaani tukiamini hivyo, hatuna jengo hapa na hatuna kazi. Na Mungu anataka kutumia sisi wachache. Niliwapa kisa siku moja hapa, somo moja nilihubiri hapa, kama nakumbuka, la Gideon. Mungu hakutaka watu wengi, na niwaambie, Mungu hataki watu wengi. Na Mungu hana shida ya fedha, hana shida ya mali, hana shida ya kokoto wala mchanga. Anataka watu wanaomwamini. Alafu yeye wakimwamini atawapa kokoto, atawapa fedha, atawapa mahitaji yote
atawapa mahitaji yote. Atawapa mahitaji yote. Unajua kwenye hichi kisa tuendelea kusoma kidogo pale. Yahazieli amepatwa na roho wa Mungu. Anawaambia msiogope. Wakati Yehoshafati ametoa ombi zito kubwa sana. Amesema msiogope, vita ni ya nani? Ni ya Bwana. Sasa unataka ujue vita ni ya Bwana ni nini? Kitu cha kwanza inabidi ujue kabisa unoti. Katika ombi la Yehoshafati, kiongozi kama Yehoshafati akisimama leo, labda tuseme diwani wetu, asimame afuatoe ombi. Alafu kwenye hili ombi Yehoshafati amesema hivi, kuna kitu amekisema hapa kwenye hili ombi. Ni kitu ambacho mimi nataka ni cha muhimu sana tukijue. Aya ya 12 anasema, Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii. Katika kanuni za uongozi wa kisasa ni mwiko kiongozi kusimama mbele za watu akisema sisi hatuna uongozi, hatuna uwezo. Ni mwiko. Yaani hata ukichukua taarifa hapa, unaenda labda kwa viongozi wenzako kule, mtoto, jamani sisi kundi letu unajua hatuna uwezo. Watakoshana, unasema msema maneno gani? Wewe kiongozi huoni hata aibu, unasema una uwezo. Sasa kwa nini umepewa uongozi? Yehoshafati kauli anapoitoa, anajiondoa yeye kama kiongozi. Anamweka Mungu kama kiongozi wa kwanza mwenye uwezo wa mambo yote. Kwa hiyo sio principle inayoendana kibinadamu. Ni principle ya uongozi unaotoka juu kwa Mungu kwenda chini. Kwa hiyo kiongozi aliye chini ambaye amepewa mamlaka na yule aliye juu hana uwezo. Ila mwenye aliye juu ndo mwenye uwezo. Kwa hiyo sisi hapa, hata mzee wa kanisa anaweza asiwe na uwezo. Na ukimtegemea mzee wa kanisa kwamba afanye kitu fulani, au mwinjilisti afanye kitu fulani hapa, usifikiri kwamba ana uwezo huo. Uwezo huo anao Mungu. Na Mungu anaweza kuleta uwezo huo ndani yako wewe, ndani yangu mimi, ndani ya mzee wa kanisa. Ukimwangalia mmoja wapo kati ya hao, wewe hautafanikiwa kwa sababu huyo hana uwezo. Sijui kama mnanisikiliza. Sijui kama mnanielewa. Ukimwangalia mwanadamu hana pa kupeleka wewe. Ana madhaifu yake yeye. Na yeye anahitaji nini? Nguvu kutoka wapi? Juu. Kwa hiyo mimi nawatia moyo. Ninawatia moyo. Tuna kazi ndogo tu. Amina. Lakini kazi hii ukiangalia tatizo lake, ukiangalia kama tatizo, siku zote ukiangalia tatizo ukubwa wake utaona kwamba hauwezi. Lakini ukilidharau tatizo na ukiangalia uwezo wako au uwezo wa Mungu wa mbinguni aliyoweka ndani yako, unaweza kulishinda nini? Tatizo. Ndio maana siku zote nawaambia wenzangu hapa tunapofanya kazi, msiangalie, yani hata sasa hivi tunapofanya kazi, hebu tufocus sana kwenye kuweka hii kifusi vizuri. Yani masuala ya kokoto Mungu ataweka tu mbele. Tukishamaliza hapa tunamwambia Mungu sasa hivi hatuna kokoto. Tumeshamaliza hii kazi tuliyofanya, tuweke, tuambie sasa tunafanyaje kinachofuata. Basi Mungu mwenyewe atatoa njia. Atatoa tu njia kuonyesha ya kule tunakoenda. Kwa sababu wakati wa Israeli wanatoka Misri, walipofika kwenye ukingo wa mto Yordani, wanakaribia kufika hapo, walijikuta kwamba wapo katikati, mbele kuna mto na huku nyuma kuna mlima, upande huku kuna mlima. Na nyuma yao kulikuwa na maadui wanakuja. Na unajua walimlilia Musa. Na wakamwambia Musa kwamba umetuleta huku ili tufe, kwamba Misri hakuna makaburi. Basi si ungetuacha huko Misri tukafa. Kwa hiyo unaweza kumlalamikia sana Mungu. Na wapo watu wanamlalamikia Mungu. Nimewahi kumuona mtu akimlalamikia Mungu. Alikuwa akipata maumivu, alipata maambukizi kwenye kidole hapa. Watu wa pwani kule na Morogoro mara nyingi tunaita mdudu. Kuna bakteria fulani akiingia kwa hapa ndani anasababisha maumivu makali sana. Na inaweza kidonda kikaliwa hadi kwenye mfupa na kikakatwa.
Kwa hiyo maumivu yake huwa yanakuwa ni makali sana, kwa sababu yanakwenda kufika kwenye mfupa. Mfupa unapoguswa, maumivu huwa ni makali sana. Yule mtu alikuwa mlokole, alikuwa akilia, mwanaume alikuwa akilia, alafu anasema Mungu sasa yuko wapi sasa, kama amenisaidia, kama angekuwepo. Wewe kuna wakati unakutana na changamoto katika maisha na unasema kama Mungu kama hayupo vile. Na unasahau kwamba Mungu alikuwa wapi wakati Yesu anatemewa mate. Wakati Yesu anapigwa pale msalabani, Mungu alikuwa wapi? Wakati anapigwa mijeledi pale, Mungu alikuwa wapi? Si alikuwepo? Kama Mungu alikuwepo, Yesu wakati anapigwa, na Mungu atakuwepo wakati na wewe unapoyapitia matatizo. Itakuwa changamoto kwako, shetani atakushinda, atatumia hilo jambo kuiumbisha imani yako, na hiyo itakuwa mbaya sana. Kisa chetu kinatuambia hivi, kinaendelea kwa kusema kesho yake, aya ya 16 anasema, kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa ya Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nani, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Kesho yake walitoka. Yehoshafati inasema kwamba walienda kwenye bonde ambalo linaitwa bonde la baraka au Tekoa. Walipofika kule, Yehoshafati aliwapanga kama kwaya, wakaanza kuimba wimbo. Wanaimba wimbo wa kumtukuza Bwana. Kumbuka wako vitani. Wanaimba wimbo wa kumtukuza nani? Bwana. Wakati wanaimba ule wimbo, Mungu alikuwa Biblia inasema kwamba alikuwa ameweka waviziaji. Wale waviziaji, sijui, yani hata ukisoma haya kama vile ni kama muujiza tu kalivyotokea. Labda tusome hapa kidogo. Aya 22, nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na wa Moabu na mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Yani wana wa Amoni na Moabu wanatokea huko, alafu wana wa Seiri wanatokea huko, alafu wote hawa wanakuja kuivamia Yuda hapa wanaimba wimbo. Hawa watu wa huko wakageuka wakaenda kuwapiga watu wa Seiri. Wakawapiga wa Seiri walivyomaliza watu wa Seiri, wakaanza kupigana wao kwa wao. Kwa hiyo hawa watu wanaendelea kuimba nyimbo. Sasa hii linatimia lile nililosema, usiogope kwa maana vita si ya kwako. Vita ni ya Bwana. Usiogope. Tunapaswa kumwamini Mungu. Tunapaswa kumuomba Mungu kila siku. Tusiogope. Tuna uwezo. Usijifikiri kunyong'onyea, mnyonge. Mungu ana. Sasa kitu cha muhimu ni kwamba Mungu anachosema ufanye, unapaswa ufanyaje? Ufanye. Fikiria hawa watu, si waliambiwa wajipange? Neno linasema kwamba kesho tokeni mwende katika bonde mkajipange. Yehoshafati anasema jipangeni muimbe nyimbo za Bwana. Wewe unasema Yehoshafati, mbona unatuletea ujinga? Hii ni vita Bwana. Tupatie mapanga, mishale na mikuki tupigane. Unatuletea mambo ya nyimbo, mambo ya kwaya hapa? Hapana. Mambo hayaendi hivyo. Ukifanya hivyo, moyo wako ukiwa unawaza hivyo, hautaweza kushinda hata kama ukiwa na panga. Mimi naamini siku moja
Na mimi nimejifunza kutoka kwa watu wengi sana. Mtaenda kwenye makanisa, kienda kwenye makanisa makubwa mnaweza msema. Kuna watu wana hela. Niwaambie kuna watu wanafanya? Waumini wa kanisa hili kuna watu wana hela. Lakini ukienda kwenye makanisa wanaosali, unaona kabisa ukijifunza Biblia hawamwamini Mungu. Hawamwamini nini? Mungu. Ukiangalia familia zao wanavyoishi, utajua hawamwamini Mungu. Kwa sababu hawafanyi kile Mungu anachotaka wao wafanyaje? Wao wanaamini fedha ni kila kitu. Ni kweli fedha ina majibu na Biblia inasema fedha ni jawabu. Lakini usipomwamini Mungu, fedha haiwezi kuwa jawabu. Yaani hata ukiwa na fedha, usipomwamini Mungu, unaweza usitoe. Usipotoa nini itafanya hiyo? Haitafanya kitu. Ukimwamini Mungu kwanza, usikilize Mungu anachokisema, ukifanye, kila kitu kitakuwa kinaleta matokeo. Hata fedha utakayotoa, kokoto utakazoleta, nguvu utakazotumia, muda utakaotumia kufanya kile unachotaka kufanya, kitaleta nini? Lakini kwa mwamini, tunakwenda kumalizia somo letu kwa kuangalia kwenda kurudi kwenye aya yetu kuu ambayo tumesomewa. Kitabu cha Warumi sura ya 8. Nadhani ni kitabu kizuri sana na kina mafundisho mazuri sana. Nami nitasoma kuanzia aya ya 28. Nitaenda mbele kidogo. Aya 28 anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Mungu hufanya kazi na wale wafanyaje? Wampendao. Katika kuwapatia nini? Mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Tunapaswa kufahamu kusudi la Mungu. Tuliopo hapa Kashashi, sisi hapa ndo kama waanzilishi. Nyinyi ndo kama waanzilishi wa kanisa hili. Unapokimbia kuwajibika katika kanisa hili, unakimbia wajibu Mungu aliyoweka mikononi mwako. Kitu kibaya sana. Kitu kibaya sana. Kitu kibaya sana. Upasi kumwangalia mtu anafanya nini. Upasi kuniangalia mimi ninafanya nini. Unapaswa kumwangalia Mungu amesema wewe ufanye nini. Basi. Aya 29 anasema, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe kwa mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu za wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Mungu ametuita sisi tangu mwanzo, na kwa kutuita anatuhesabia haki, na baadaye anatukuza. Unajua hii ni ukizisoma hii aya inatoa hatua ya ushindi. Mtu anapotoka kwenye hatua ya kwanza kwenda kwenye hatua ya pili kuelekea kwenye wokovu. Hatua ya kwanza ni kupokea wito wa Mungu, na hatua ya pili ni kuhesabiwa haki, lakini hatua ya tatu baada ya kuhesabiwa haki na kutakaswa inakwenda kwa kutukuzwa. Kwa Kiingereza inaitwa glorification. Basi aya 31 inasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu. Mungu aliyekuwa upande wa Yehoshafati. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Unajua hii neno nani aliye juu yetu, kwa Kiingereza who is against us, maana yake ni nani atakayekuwa kinyume na sisi. Maana yake ni nani atakayekuwa kinyume na sisi. Sasa hii mnapaswa kuielewa kwamba hii ina maana kwamba haijalishi idadi ya sisi tuliopo hapa, kwa sababu waliokwenda kuwavamia Yuda walikuwa watu 1,000,000. Unajua wanajeshi 1,000,000 ni nguvu kazi kubwa sana. Tanzania inaweza ikawa inatuma, kwa mfano, vikosi vya kulinda amani vinaenda Uganda, unakuta wanajeshi 1,000, wanajeshi 2,000,
3,000. Lakini wanajeshi 1,000,000 ni wengi sana. Wamekwenda kuivamia taifa hili moja lenye makabila haya mawili, Yuda na Benjamini. Lakini wao wote wakafa. Kisa hiki hakina tofauti na kisa cha Ezekiel, wakati ambapo Senakerubi mfalme wa Ashuru ametuma maneno ya matusi, na Ezekiel akachukua barua akampelekea Mungu. Soma mwenyewe, sio ya kwangu, ni ya kwako. Soma mwenyewe. Maneno haya, matusi hayo sio ya kwangu. Senakerubi amekutukana wewe. Na unajua maisha yetu ndio yanapaswa kuwa hivyo. Usifikiri kwamba yani kuna mtu kama anakutesa jirani kwa sababu ya imani, au anakusumbua, anakutesa wewe. Mwambie tu Mungu, huyu mtu anakutesa wewe. Wewe shughulika naye. Mungu mwenyewe atashughulika naye. Hata kama ni unafanya kazi, hata kama unafanya biashara, mwambie Mungu, hili ni la kwako, liache. Alafu kuwa na amani, kwa sababu ni la Mungu, wewe lisikusumbue akili yako. Biblia inaonyesha kwamba Senakerubi akiwa na wanajeshi wake 180,000 wakiwa wamejipanga kwenda kuvamia Yuda na kuiangamisha. Senakerubi anaamka asubuhi, anakuta wanajeshi wote wameuawa. Amebaki yeye. Unajua hata ukiwa nyumbani kwako pa, ukiamka asubuhi ukute familia nzima imekufa, alafu mbaki wewe, utapata kiwewe. Utapata kiwewe. Yaani umepanga jeshi, upo kwenye kambi, unakwenda unasema asubuhi tunakwenda kuvamia. Alafu asubuhi wanajeshi wote wameuawa. Na hujui nani aliuawa. Biblia inasema malaika wa Bwana alipita usiku, alipiga wale wanajeshi wote. Alipiga wanajeshi wote. Senakerubi alikimbia kwa kiwewe, akarudi nyumbani kwake, na Biblia inasema watoto wake walimuua akiwa kwenye hekalu la Mungu wake. Akaishia hapo hadithi yake. Usicheze na Mungu. Usicheze na nani? Na Mungu. Kwa hiyo ninawatia moyo, siwatii moyo katika swala tu la ujenzi wa kanisa hili. Swala la umoja wa pamoja, swala ya kazi ya Mungu tunapoitwa. Yaani wewe hata kama una alage moja, wewe changia alage moja. Sema mimi nina alage moja, ninaleta. Kama una muhindi mmoja, usione aibu. Sema Mungu mimi amenipatia muhindi huu mmoja. Katika muhindi mmoja niliopatiwa kule shambani una mistari 10. Mistari 5 nitaleta, mistari 5 tutabaki tutakula wapi? Nyumbani. Basi. Unaweza ukafikiri mimi nazungumza kitu kama cha kutania au cha mchezo. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Ndivyo mambo yalivyo. Usipoweza kufanya hivyo, hautaweza kumtumikia Mungu. Kwa sababu unatafuta, unasema hivi, nikipata kuna dili yangu, nikipata tu ile. Nikipata 100,000, nikipata 100,000, nitaleta hapa kokoni. Haupati hiyo laki. Kwa sababu Mungu hataki laki. Mungu anataka ulicho nacho. Mungu hataki laki. Yaani mnajua mjue Mungu hataki milioni. Mungu anataka ulicho nacho. Alimwambia Musa, una nini mkononi mwako? Fimbo. Mungu hataki. Mungu sasa, Bwana, kuna kakazi fulani nikikafanya kakitiki. Mwinjilisti kakitiki. Nakwambia simenti zinakuja. Unashangaa akifanyaje? Kakitiki. Chukua tu ile 10,000 yako ulionayo ilete. Chukua tu 500 yako ifanyeje? Ilete. Hiyo Mungu anatoa. Tumalizie kwa kusema yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenyewe huwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo?
Je, dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunahesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Siku ya leo Mungu anaita kwetu sisi, anatoa wito kwetu sisi tuliopo hapa. Wito anaotoa ni kujitoa, kuyatoa maisha yetu sisi kumtumikia yeye. Haijalishi hali tulizo nazo za maisha, haijalishi namna ambavyo tunaishi. Mungu anatuhitaji sisi jinsi tulivyo. Alafu changamoto tulizo nazo tumwambie Mungu, sisi tuna hili na hili, tafadhali tusaidie, tuko tayari kutumika. Huo ndo wito Mungu anautoa leo. Na nikwambie hata kama wewe ni mtoto. Si tumesikia hapa Yoash alikuwa mdogo tu. Akiwa mdogo tu. Ukisoma kile kisa ni kwamba kipindi chote Yehoyada kuhani mkuu akiwa anaishi, alimuongoza Yoashi kufanya maamuzi yaliyo bora. Unajua hata Jumapili iliyopita tulikuwa na anaitwa nani? Tulikuwa na Meshaki hapa, alikuwa anasukuma nini? Mkokoteni. Na mimi nikamwambia mimi mtu mayai tu. Nafikiri na nguvu mayai tu. Lakini nilishikashika hapa rato kidogo, tukapiga tukaleta hapa. Hata kokoto, ile kokoto unajua lile kokoteni lile, mimi siwezi kulisukuma vizuri likijaa. Linanisukuma nani, lakini nafanya kile ninachokiweza. Njoni tufanye kazi ya nani? Ya Mungu. Basi wangapi wanasema Bwana wasaidie kuweza kutumika katika maisha haya yaliyopo hapa katika siku chache zilizobaki za uhai wao. Wanaosema hivyo wasimame tunapokwenda kuomba. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa nafasi na fursa uliyotupatia ya kusikiliza neno lako. Asante kwa lile ambalo umelisema kwetu Bwana. Endelea kulitafsiri zaidi katika mioyo yetu tunapozidi kulisikia kama mwangwi unaokuja kujirejea katika mioyo yetu. Kae sauti inayofanya uponyaji wa mioyo yetu iliyokata tamaa na kukosa nguvu kuendelea mbele. Amen. Ikawe sauti yenye kuhimiza katika miguu yetu kusonga mbele katika kuyafikia mafanikio uliyotuwekea mbele yetu. Ukae sauti ya kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Watoto hawa tuliokuja nao Yesu, tunaweka mikononi mwako. Ni watoto wako wewe umetupatia Bwana. Sisi tunaweza tusiwe na nguvu kama Yehoshafati ya kuwalinda watoto hawa. Tunaomba wewe ukawalinde na ukawahifadhi kwa neno hili. Mahali ambapo utatuhitaji tufanye hiki na kile kwa ajili ya ulinzi wao, mafanikio yao, Yesu ukatuongoze kwa nguvu zako. Lakini kazi ya kanisa hili, ujenzi wake, kuanzia pale ambapo tunapoendelea napo hadi litakapoisha, ni kazi yako wewe. Kwamba utatutumia sisi, kwamba utawatumia watu wengine. Yesu, tunakuomba kwamba ukaifanikishe kidogo tunachokiweza kufanya. Wewe unajua tumesikia kikawe kikubwa chenye matokeo. Kuna mtu alikuwa ndio hivyo, maana wewe ndio mwenye uwezo. Sasa tunakwenda pale kisa kusoma Biblia, fedha majina yana maana. Naomba haya ukatuongoze na kutia. Sasa Yeho maana yake Yeho alitawala Yuda. Yaani unapoona jina limetokea kwenye Yeho, limeanza na neno Yeho. Wakati Yehoshafati anatawala Yuda, simama kama Yehova. Kuna mtu alikuwa Yoabu alikuwa anatawala Israeli. Soma Biblia ni tamu sana. Ina visa vingi. Kisa cha Yehoshafati unaweza kukipata kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Alitawala wapi? Kitabu cha Wafalme. Wakati Yehoshafati anatawala, kisa ambacho kimerudiwa, lakini kwenye Mambo ya Nyakati kina maelezo mengi kuliko kwenye kitabu cha alikuwa anatawala Israeli. Kwa hiyo tutatumia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20. Kupata kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20. Ndio tutaangalia hapo hasa. Kisa ambacho kimerudiwa. Kuna maelezo mengi ya kisa cha kuhusu namna ambavyo kwenye kitabu cha Wafalme. Kwa hiyo tutatumia kitabu cha Mambo ya Nyakati ambavyo ufalme wake ulianza
Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Na wakati ameanza Yehoshafati alikuwa ni mtoto wa Asa. Asa naye alikuwa ni mfalme mengi ya kisa cha kuhusu